Kwa hiyo tuanze kutoa maelekezo ni kwamba kama alivyoomba mwenyekiti wa chama, nafikiri miti ni kidogo sana. Kwa hiyo hii sisubiri kwamba upandaji, natakiwa hiyo miti baada ya kutoka kama ni kesho kutwa ipelekwe kwenye ofisi ya chama kama alivyoomba. Lakini miti ile ambayo kama ulivyoongea kwamba ile miti yote ambayo sasa hivi ipo iletwe katika kata hii, ipelekwe katika shule ambazo zinaonekana zina uhitaji wa miti. Kwa sababu tunapoangalia mtu anayeomba ndiye anapewa kwanza. Unaweza kumpelekea mtu ambaye sio muhitaji, tukaribu nguvu nyingi, alafu tukaribu rasilimali. Kwa hiyo kwa sababu hao ni wahitaji na wameomba, na tumuombe mheshimiwa diwani kama alivyoomba aweze pia kusimamia ile miti yetu tutakaoipeleka basi siweze kufa, ili sije kaleta vitu ambavyo sio matokeo ambayo tunayategemea. Kwa hiyo tuko katika wiki ambayo ni ya upandaji wa miti. Nitoe wito kwa wananchi wote wa Geita popote walipo. Sasa hivi tuko kwenye wiki, na maana kila mmoja apande kwake, lakini pia miti inaendana na mazingira masafi. Miji yetu ni michafu, tufanye usafi wa mazingira pamoja na kupendezesha mji wetu wa Geita. Unapotoka nyumbani kwako upande vizuri. Wamesema kuna miti ya maua, kuna miti ya matunda, lakini kuna miti ya mbao na kuna miti tu ya kivuli. Kwa hiyo unaweza ukachagua, ukaangalia eneo lako linahitaji miti gani, ukaenda pale TFS ukapewa miti hiyo. Unaweza usipate saizi, lakini baadaye kuna upandaji. Kwa hiyo nitoe wito, nitoe rai kwa wananchi wa Geita ili zoezi liwe endelevu. Sio kwamba liwe tu katika siku tarehe 18 mpaka 21 mwezi wa 3. Tuwe na desturi ya kupenda miti, kwa sababu tusikata miti ina maana tunasaka sasa tusipate mvua, lakini pia tunaleta ukame katika nchi yetu, lakini pia tunakuwa ni wazi. Tarehe 21 mwezi wa 3 ni siku ya misitu duniani. Na hii siku ya misitu duniani tunaiadhimisha sisi kwa kupanda miti, ambapo kama alivyosema mkuu wa idara ilianza jana na kilele chake tarehe 21 kitaifa inafanyika kule Lindi. Na tunaongozwa na kauli mbiu inayosema misitu ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Ni kwamba sisi kama TFS tunahamasisha wananchi wapande miti pamoja na taasisi mbalimbali za serikali, na katika kufanya hilo tumeweza kuwa na kitalu chetu cha miche ya miti, ambayo ile miti tunaigawa bure kabisa kwa wananchi wote. Mwananchi wote unakuja pale unachukua miti unaenda kupanda kwenye shamba lako, miti ya mbao, ya kivuli, ya matunda, ya mapambo, yote tunayo. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi wote kuja pale ofisini kwetu kuchukua miche, na muda mwingine tunaileta hata kwenye ofisi za kijiji, tunaileta wananchi mnakuja mnaipata pale kwenye ofisi ya kijiji. Lakini kwa ombi la mheshimiwa diwani wa kata ya Nyakamwaga ni kwamba tutaleta miche yote iliyopo pale ofisini. Sasa hivi tutaenda kucheki, msimu ndio unaisha, kwa hiyo tushagawa miche kwa kiasi kikubwa, tumebaki na miche michache, lakini tutaileta yote iliyopo pale, tutaileta kwenye kata ije imalizikie huku. Lakini licha ya hiyo bado msimu ujao tutakavootesha miche ambayo tunaanza kuotesha sasa hivi, ambayo tutaanza kupanda msimu ujao wa mvua unaoanza mwezi wa 9, hii kata tutaiangalia, itakuwa ni kata ya kwanza. Na nashukuru Mungu kwamba mmepata diwani ambaye ni muhifadhi. Kwa sababu ashanipigia simu na mara nimeshamletea miche, japo nilikuwa sijafahamiana, lakini nimeshamletea miche. Nimepata diwani ambaye ni muhifadhi. Tushukuru sana kwa hilo. Tuko hapa kwa ajili ya zoezi hili la maadhimisho ya upandaji wa miti. Kwenye kata yetu ya Nyakamwaga kuna shule 11. Zote zinahitaji tukazipande miti mheshimiwa. Kwa hiyo kiongozi, kama kuna miti kule bana, naomba zielekeze Nyakamwaga, kwa sababu tumeshakata sana miti lakini hatuna ile ufahamu wa kupanda. Kwa hiyo nadhani ukitutembea sana tutaanza kupata uelewa wa kupanda miti. Sisi hatuna uelewa, tunafahamu kukata tu. Kwa hiyo nikuombe kiongozi, kama kuna miti ambazo zimesalia zilete huko Nyakamwaga. Shule zetu ziko nyingi. Lakini kwa zoezi hili nadhani wananchi wameona, na kila mwananchi atatoka hapa moja kwa moja liwe jukumu lake la kwenda kupanda miti kwenye kaya zake. Kupanda hata angalau miti 5 kwenye kaya yako, tayari utakuwa umeamsha ule uoto wa asili, na hatimaye kwenye kata yetu ya Nyakamwaga itakuwa ni kijani yote.